Hello. Naam, karibu ndani ya Electronics Pay Class TZ. Hii ni kipengele kingine. Tunataka tuone changamoto ya hii simu. Simu kipengele chake ni kwamba haiwezi kabisa kutouch, haiwezi kufanya chochote. Unashughulika nayo vipi kwa tatizo kama hili ambalo limeweza kujitokeza? Naam, leo nitaenda kwa haraka sana kwa sababu ni simu ambayo ina haraka sana na mteja amesubiri, kwa hivyo nitahitaji kwenda kwa haraka na kuhakikisha tumesolve tatizo hili, tuone kama tunaweza kufanikiwa mawazo ya haraka haraka. Changamoto anayosema ni kwamba imeganda ghafla baada ya kuwa alikuwa anatumia, baada ya kuiweka kwa pembeni, baada ya muda mrefu, sasa haifanyi chochote, hauwezi kutouch au kufanya chochote. Sasa nitakachokifanya, hatua ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba naifungua na kuifuata battery ilipo. Kwanza nijaribu kudisconnect battery tuone. Baada ya kudisconnect battery, je, tunapata majibu gani? Endelea kubaki nami. Hii ni Electronics Pay Class TZ. Kama ndio mara kwanza unaona video hii, basi unaweza kusubscribe. Fika sehemu sahihi ya kujifunza vipengele tofauti tofauti vya matengenezo ya simu katika nyanja tofauti tofauti ama katika vipindi tofauti tofauti. Kipengele hakijai kutokea kuonekana katika vipindi vyangu, kwa hivyo kwa kuwa kimetokea na ni cha haraka haraka, inabidi nikichukue tu chapu tuweze kufanya kuona hili tatizo kama tuweza kulisolve. Kikubwa cha msingi ni kuwa makini sana unapoifungua, hata kama utakuwa na haraka sana, hakikisha unaifungua kwa makini, kwa sababu hapa kuna sensor ya nini, ya fingerprint. Hakikisha kwamba hauwezi kuidamage na kila kitu unakifungua kikiwa vile clear. Okay, kwa kuwa lengo ni kufuata betri ilipo, tutafungua kwa makini nati zake hizo. Nafikiri itakuwa vyema zaidi kama tukitafuta namna. No, hakuna uwezekano. Hakuna uwezekano isipokuwa ni kuipindisha kiasi hivyo kidogo tu, then tupate sehemu ya kufungulia hizi nati na tu disconnect battery na tuirudishe tena. Tuone kwa simu iliyoganda kama hivyo, tukisha disconnect battery na kuirudisha, je, itaweza kuwaka tena vizuri na iweze kutouch, ama tatizo linaweza kuwa ni kioo moja kwa moja, kwamba hatuna uwezekano wa kuisolve tatizo hilo, labda ni kwa kubadilisha kioo ama kufanya matengenezo mengine yote kwenye circuit. Kikubwa ni kwamba lazima uwe na vipindi tofauti tofauti ama fikra tofauti tofauti za kuangalia namna ya kuweza kusolve tatizo. Okay, huu ni mkanda wa battery tayari uko disconnected, disconnect. Na sasa kinachofuata ni kurudishia tu. Nataka kwenda haraka tuone solution ya haraka haraka. Tafunga nati moja tu kwamba iweze kunisaidia kushika kidogo. Baada ya kufunga nati moja, takuja kuwasha kuona baada ya kuwa disconnect battery, na kibaya ni kwamba ilikuwa haiwezi kubonyezeka kwa maana ya kuizima kwa lazima. Kwa hiyo sasa nimeiwasha, imewaka kama ambavyo ilikuwa imewaka mwanzo. Ngoja tujaribu kusubiri kidogo tuone kama itakuwa na uwezo wa kuonesha chochote kwenye kioo. I mean kutouch. Kwa sababu ndio tatizo kubwa hilo nalo. Ni zoezi ambalo limejitokeza kwa jioni sana muda wa kufunga, kwa hivyo mbidi tu nichukue kipengele hiki chap ili tuweze kufundishana kuona kama hili tatizo linaweza kuwa ni simple na tukaliona wote. Kama huja subscribe, basi subscribe, na video hii kama inakupendeza basi gusa alama ya like pale. Okay, sasa imeweza kuwaka kama ilivyokuwa imewaka mwanzo. Tukijaribu kuslide, everything good. Tukijaribu kuandika namba, namba zote zinaandika vizuri kabisa. Kufuta, tukiingia huku kwenye emergency na kujaribu kutype hizi namba zote zina type vizuri kabisa. Kumbe ni tatizo ambalo hata kama ikikutokea, basi unatakiwa kudili na nini, na kudisconnect battery. Sasa kwa nini linatokea tatizo la namna hiyo? Lazima ujifikirie kwamba kama tatizo hili linatokea na nikitoa battery inakaa sawa, kwa nini tatizo hili linatokea? Kikubwa cha kwanza ni kwamba tatizo hili linatokea kwa sababu huwa kuna wakati software ama program ya simu ina fail ama inachoka. Kwa sasa kama program ya simu inapochoka, ndio hapo sasa inaweza inajitokeza swala hili la kuganda, na then ukijaribu kuifungua na kuirudishia tena, kwa maana ya kuifungua battery na kuirudishia, inarudi hewani. Kwa hiyo solution ya kusema kwamba iondoke kabisa katika mfumo huo ni kwa kuiformat, kuiondoa katika mfumo wake huo na kuingiza katika mfumo mwingine wa kuhakikisha inakaa sawa. Hiki ndicho kitu ambacho tunatakiwa kukifanya. Tukijaribu kuangalia, hakuna nati nyingine yote iliyobaki, kila kitu kiko vizuri. Tujaribu kurudishia tu vizuri huku. Kila kitu kimerudi mahali pake, na tukijaribu kubonyeza na kutype namba, zina type vizuri. Mama, password ni ngapi? 19999.
Okay. Yeah. Okay, kama unaweza kuona tumepatia password na sasa ina open vizuri, loading, then vipengele vyote vinaonekana kama kawaida. Hii ndio Test Pekaz TZ. Kama hujawahi kusubscribe basi gusa alama ya subscribe, lakini pia like and share. Kama video hii imekupendeza unaweza comment. Bye.